Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Robert Mwaisaka. Nakukaribisha katika mfululizo wa podcast zetu hizi za mafundisho ya neno la Mungu ambazo zinakujia kupitia YouTube channel yetu ya Pastor Robert Mwaisaka. Tafadhali unapoendelea kufuatilia na kujifunza hapa, usiache kusubscribe, usiache kucomment, lakini vile vile usiache kuwashirikisha wengine kuhusu hiki kitu ambacho kinaendelea hapa, kwa sababu ukuaji wa kiroho unakuja kwa kujifunza. Na tumetenga muda huu wa kuandaa hizi podcast ili uweze kukua kiroho, na zipo maalum kabisa kwa ajili yako. Tunaendelea kujibu swali letu, dhambi ya Adamu ni nini? Adamu alifanya dhambi gani? Kwa sababu hatuwezi tukajua kuhusu msamaha wa dhambi pasipo kujua dhambi ya Adamu, kwa sababu Adamu ndio mtu wa kwanza au mwanadamu wa kwanza. Alifanya dhambi gani hasa? Tukiweza kuijua dhambi ya Adamu, itatusaidia kuweza kuelewa msamaha wa dhambi ni nini na ni kitu gani hasa kinachosamehewa. Na katika kuelewa dhambi ya Adamu hasa, tulikuwa tunachukua muda kuweza kuangalia mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mwanzo 2:16. Anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo alikuwa anazungumza kuhusu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini kabla ya matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, katika Mwanzo 2:9 alizungumza uwepo wa mti wa uzima katika hii bustani. Na katika podcast yetu iliyopita tulikuwa tunatazama namna ambavyo Musa alikuwa anatumia vivuli na mifano kuweza kuwasilisha ujumbe wake, ambapo tuliona kwamba mifano ni madokezo au vidokezo vinavyoelezea jambo fulani, na tukaona kwamba kilichokuwa kinaelezewa katika mifano na vivuli ambavyo Musa alikuwa anavitumia ilikuwa ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo kiupekee kabisa ilikuwa ni kuhusu msamaha wa dhambi. Kuhusu msamaha wa dhambi. Luka 24:25 mpaka 27. Anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Maana yake Musa na manabii walizungumza kuhusu Yesu Kristo, na Yesu Kristo alifanya kazi ya kutafsiri mifano na vivuli ambavyo Musa alivitumia, ikiwemo maneno kama mti wa uzima na maneno kama mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa tunapoanza podcast yetu hii leo, ninataka tuweze kutazama mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Tuweze kutazama mti wa ujuzi wa mema na mabaya hasa ni nini. Kwa nini? Kwa sababu tuliona kwamba Mungu hakuchipusha katika bustani mti wa ujuzi wa mema na mabaya, isipokuwa alichipusha mti wa uzima. Na kwa kuwa Mungu alichipusha mti wa uzima, manake mti wa ujuzi wa mema na mabaya tuliona kwamba umechipushwa na mwanadamu. Lakini ni nini hasa mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Mwanzo 2:16 na 17 naisoma tena. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Tumeona kwamba matunda ya kila mti wa bustani yatakuwa ni matunda ya mti wa uzima. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametoa uzima peke yake kwa mwanadamu. Mwanadamu anapokataa uzima, anakuwa amepokea matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa matunda ya kila mti wa bustani itakuwa matunda ya mti wa uzima. Itakuwa ni matunda ya mti wa uzima. Lakini pia tuliona katika utangulizi wetu kwamba mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya inatambulikana kwa ufunuo na sio kwa kutumia milango mitano ya fahamu. Manake huwezi kuelewa mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwa kutumia macho, pua, mdomo, masikio au kwa kugusa. Hapana. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima itatambulikana kupitia ufunuo wa Mungu, kupitia kile Mungu ambacho anakifunua kwa mwanadamu, anachokifunua kwa mwanadamu. Sasa tazama hili neno ujuzi kwenye hii sentensi, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Neno ujuzi limetafsiriwa kutoka katika msamiati wa Kiebrania dath, D-A-A-T-H, wenye maana ya maarifa. Na haya maarifa
yanaelezea ujuzi, mtazamo, utambuzi, ufahamu au hekima. Kwa hiyo ujuzi utakuwa ni msamiati unaoelezea ujuzi wenyewe, mtazamo, utambuzi, ufahamu au hekima. Huu msamiati umetafsiriwa kutoka katika msamiati wa Kiebrania yada, yada, wenye maana ya kujua kunakotokana na kujifunza. Kujua kunakotokana na kujifunza. Kwa hiyo msamiati dath katika muktadha wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kiupekee kabisa utazungumzia maarifa yenye hila au ujanja. Kwa hiyo ujuzi wa mema na mabaya itakuwa ni maarifa ya hila au ujanja. Matumizi ya huu msamiati yanafanana na msamiati wa Kiyunani panorgia. Matumizi ya msamiati dath ambayo inazungumzia maarifa ya ujanja au ya hila yatakuwa yanafanana kabisa na matumizi ya msamiati wa Kiyunani panorgia, panorgia. Huu msamiati panorgia una maana ya hila au ujanja. Dath ni msamiati wa Kiebrania, panorgia ni msamiati wa Kiyunani, ambayo hii misamiati yote ina maana moja, kwamba ni hila au ujanja, maarifa ya hila au ujanja. Tazama kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 11:2-3. Wakorintho wa pili 11:2-3. Anasema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Anatumia neno hila, kwamba yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Hila, ambayo hii neno hila na hii Wakorintho wa pili 11:3 anazungumzia tukio linalotokea katika kitabu cha Mwanzo 3. Nyoka anavyomdanganya mwanamke. Sasa Mtume Paulo anavyolielezea ile tukio, anasema alimdanganya kwa hila. Kwa nini? Alimpa ufahamu ambao nyuma yake kuna mtego wa kuanguka katika uharibifu. Na Mtume Paulo anapowaonya hawa wa Korinto, anawaambia hii elimu ya hila inaharibu fikra na kufanya watu waache unyofu na usafi kwa Kristo. Inaharibu fikra zao. Maana hii elimu ya hila inaleta taarifa ambazo zipo kinyume na Kristo, Na hili neno hila litaelezea aina fulani ya maarifa au ujuzi. Na limetumika mara 5 pekee kwenye Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Neno hila limetumika mara 5 pekee kwenye Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Angalia katika Luka 20:23. Litakuwa linamzungumzia Yesu Kristo. Anasema, lakini yeye alitambua hila yao akawaambia. Maana yake amesikia jambo fulani linaloonekana kama ni jema, lakini Yesu ameweza kutambua kwamba nyuma ya lile wazo kuna hila. Nyuma ya lile wazo linaonekana ni jema, lakini kuna nia ovu ya kutaka kumwangusha. Angalia Wakorintho wa kwanza 3:19. Anasema, maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu, kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Maana yake wenye hekima wananaswa kwa kutumia ufahamu wa Mungu. Maanake wenye hekima wanapokuja kwa hila yao, ufahamu wa Mungu unaweza kupambanua hila katikati ya ile jambo linaonekana ni jema. Katikati ya wazo linaonekana ni jema, basi neno la Mungu lina uwezo wa kupambanua hila iliyojificha ndani yake. Wakorintho wa pili 4:2. Anasema, tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli tuajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Maana yake Mtume Paulo anaelezea hila ni kulichanganya neno la Mungu na uongo. Unazungumza jambo linaonekana ni la kweli, lakini nyuma ya ule ukweli kuna hila ya kutaka kumwangusha mtu, kumpeleka katika uovu.
lakini anajithibitisha kwamba wao wanaidhihirisha iliyo kweli kwa kujionyesha kuwa na haki na dhamiri za watu zinawashuhudia mbele za Mungu. Pia huu msamiati unatumika katika kitabu cha Efeso 4:14. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Ili neno ujanja ni neno hila. Linaelezea hila, kwamba hila inapelekea katika udanganyifu. Inaonekana ni kweli, lakini kiuhalisia nyuma ya hilo wazo au nyuma ya huo ujumbe kuna hila ya kutaka kumwingiza mtu katika uharibifu. Kwa hiyo unapozungumzia ujuzi wa mema na mabaya, ni ujuzi wenye hila nyuma yake. Kwa sababu kuna mtu anaweza kujiuliza akasema, kama ule mti ulikuwa ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kuna shida gani kula tunda kutoka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Lakini lazima utambue kwamba ujuzi huu una hila nyuma yake. Lengo lake ni ovu. Lengo lake ni kumwingiza mtu katika uharibifu. Angalia neno mema. Neno mema kutoka katika sentensi ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Neno mema limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania tob, T-O-B, lenye maana ya uzuri, njema, nzuri, njema, inayovutia au kupendeza. Na neno mabaya limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania ra, R-A-A-H, lenye maana ya mbaya au ovu. Na neno mabaya linapotumika linaelezea shida, mateso, msiba, dhiki, huzuni au ile iletayo kuumiza. Na kwa ujumla wake msamiati mabaya unapotumika utakuwa unaelezea mauti. Unaelezea mauti ile ipatikanayo na mauti. Kwa hiyo mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni elimu au ujuzi unaovutia, lakini nyuma yake una hila yenye nia ya kumpeleka mwanadamu kuingia katika uovu. Narudia tena. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni elimu au ujuzi, ni maarifa. Ambao maarifa haya ni ujuzi unaovutia, lakini nyuma yake una hila yenye nia ya kumpeleka mwanadamu kuingia katika uovu. Kwa hiyo tutakapoutazama mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwenye kitabu cha Mwanzo, ni lazima ufahamu wako uone aina fulani ya maarifa na sio mti kama mmea. Narudia tena. Utakapotazama mti wa ujuzi wa mema na mabaya katika kitabu cha Mwanzo, ufahamu wako ni lazima utambue tunazungumzia aina fulani ya elimu. Tunazungumzia maarifa na sio mti kama mmea. Maana yake hata matunda hayatakuwa matunda kutoka kwenye mti ambao ni mmea. Angalia Mwanzo 3:1 mpaka 11. Mwanzo sura 3:1 mpaka 11. Tusome hili tukio. Anasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Tuna mazungumzo haya baada ya mwanadamu kujaribiwa na kula
matunda kutoka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tukio linalofuata anajificha kutoka kwa Mungu. Anapojificha kutoka kwa Mungu, Mungu anamuuliza swali kwamba je, umekula wewe matunda ya mti ndio kuagiza usiale? Hebu zingatia mstari wa 6. Nataka utazame mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi aliitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Ili neno alipoona, tumeona msamiati ra, ambao ni msamiati ulitumika kumwelezea nabii. Tulipokuwa tunaufasiri ule msamiati wa Kiebrania RAAH, ulikuwa na maana ya kutazama kwa makini, kuzingatia, kuchunguza na kupambanua kabla ya kufanya hitimisho. Kwa hiyo kinachotokea hapa ni nini? Huyu mwanamke anatazama kwa makini kuhusiana na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, anazingatia, anachunguza na anapambanua kabla ya kufanya hitimisho. Maana yake anapata ufunuo kuhusu mti wa ujuzi wa mema na mabaya kabla ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo kabla ya mwanamke hajafanya maamuzi, alikuwa na muda wa kutosha wa kutafakari ili kugundua kwamba huu mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Baada ya hapo akala, akampa na mumewe. Kwa nini nataka uwe makini kutazama namna ambavyo huyu mwanamke amechukua muda kutafakari na kupambanua kabla ya kufanya maamuzi? Ni kwa sababu watu wengi wanakuwa na maswali kwamba kama mwanadamu wa kwanza alitenda dhambi, kwa nini Mungu hakumwonea huruma? Kwa nini? Kwa sababu wanadhani kwamba mwanadamu wa kwanza alifanya dhambi kwa bahati mbaya. Lakini tulipokuwa tunatazama mlinganyo wa dhambi, tuliona kwamba dhambi haifanywi kwa bahati mbaya. Kwa nini? Kwa sababu dhambi inachukua muda ili iweze kukua na kufikia dhambi. Tuliona kwamba ni lazima kwamba matamanio ya mtu yaliyo ndani yake, ambayo yameshindwa kutawaliwa dhidi ya neno la Mungu, yanapokuwa ameshindwa kuyatawala, ndiyo yanayopelekea dhambi. Kwa hiyo hata huyu mwanamke alishindwa kutawala matamanio yake. Mumewe naye pia alishindwa kutawala matamanio yake, kiasi kwamba wakafanya maamuzi, sio bahati mbaya, walifanya maamuzi ya kula matunda kutoka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Zingatia swali la Mungu kwao katika mstari wa 11. Mstari wa 11 anasema, akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Maana anajibu anasema, tupo uchi. Huyu Adamu anasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Swali la Mungu kwake, anamuuliza, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi?